Katika tukio hili muhimu ambalo nimealikwa hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko kuja kuzindua kituo mama cha gesi asilia iliyoshindiliwa CNG, naomba nitumie fursa hii kwa dhati na kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono, mtazamo na maelekezo yake kwetu sisi kama Wizara ya Nishati. Tumejulishwa hapa kwamba kituo hiki pamoja na mambo mengine kitakuwa na uwezo wa kujaza magari 8 kwa wakati mmoja na kwa siku magari 1200 pamoja na kulisha vituo vingine vidogo na kuchochea ongezeko la vituo vingine. Vile vile, kituo hiki kina uwezo wa kuwapatia nishati ya gesi asilia watumiaji mbalimbali kama vile viwanda, shule, hoteli na kadhalika. Pamoja na kuwapongeza bodi na management ya TPDC kwa ujumla wenu mkiongezwa na mkurugenzi mtendaji kwa mafanikio haya mlioyapata. Naomba nitoe rai kwamba kituo hiki kitunzwe na kiendelee kuwa mfano bora wa huduma bora na za viwango kwa hali ya juu mkizingatia masuala ya usalama na utunzaji wa mazingira. Inatumia fedha nyingi sana katika kuwekeza kwenye miradi ya kiuchumi inayosaidia wananchi. Changamoto waga zinajitokeza kwenye uendeshaji. Kwa hiyo nitoe rai, TPDC nyinyi ndio wasimamizi wa wadau wengine wa gesi za kwenye magari. Ni muhimu muonyeshe mfano wa huduma bora zenye uhakika ili kuweza kuwa mfano kwa wengine pale mnapowasimamia. Kuwa mfano bora na sio kunyoshewa vidole kuwa yale mnayotaka katika usimamizi nyinyi wenyewe hamwezi kuyasimamia kwa kuyafanyia kazi. Tuonyeshe mfano na wengine wafuate aina ya huduma. Na hilo, tuendelee kuweka mazingira rafiki kwa wadau kwa ajili ya kuendeleza na kukuza eneo hili na Watanzania wengi waendelee kunufaika. Tuendelee kuwapa ushirikiano wadau wa sekta binafsi na kutatua changamoto kwa wakati ili uwekezaji wa CNG uendelee kukua. Vile vile naomba nihimize kuhakikisha vituo vingine vinavyojengwa katika maeneo mengine mkoa wa Dar es Salaam ikiwemo mikoa pamoja na jirani kama Lindi, Mtwara, Morogoro na Dodoma. Ujenzi wa vituo hivi ambavyo uendelee kwa kasi ili huduma na faida zake ziweze kuwafikia Watanzania wengi nchini. Na kwa Watanzania wenzangu ambao bado wana mashaka kwenye kubadilisha mifumo ya magari yao kwenda kwenye mifumo ya gesi, naomba tuendelee kuasisitiza twende katika njia hiyo. Wengine labda wana hofu kwamba mifumo inaweza kuwa inaharibu magari. Nataka niwahakikishie teknolojia hii ni salama na ni ya bei nafuu sana. Siku ya leo tunakwenda kufungua ukurasa mpya katika sekta ya usafiri wa umma jijini Dar es Salaam, ambapo kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART kwa mara ya kwanza inazindua basi jipya linalotumia gesi asilia badala ya mafuta. Aidha, nimeelezwa kuwa basi hili mtakaloliona hapa ni moja kati ya mabasi mengi yanayotumia gesi asilia yanayotarajiwa kuwasili miezi michache ijayo hapa nchini. Ninaamini kwamba ushirikiano wa uongozi wa TPDC na kampuni ya UDART utaendelea kuchochea mafanikio zaidi katika ukuzaji wa matumizi ya nishati ya gesi asilia katika mabasi yaendayo haraka. Huu ni ushahidi tosha kwamba tunao uwezo wa kuleta mabadiliko chanya endapo tutashirikiana kwa pamoja.